Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninasema tena Bwana asifiwe. Amina. Ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo ameweza kutupa kuweza kushirikiana nani katika siku hii ya leo. Tupende sana kumshukuru mchungaji kiongozi, baba yetu mlezi, kwa nafasi aliyoweza kutoa kuwepo mahali hapa na kutupa nafasi ya kufanya kazi ya Mungu mahali hapa. Tukushukuru sana katekista, kwa kweli tunafurahia sana uwepo wako. Shukuru baraza zima la wazee wote wa kanisa. Praise, tunashukuru sana na washarika wote kwa ujumla tunawashukuru sana. Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutupa nafasi. Tutapata nafasi pale mwisho au siku yote tutakapokuwa timu nzima kwa ajili ya utambulisho na vitu vingine. Amina, watu wa Mungu. Kabla ya kuanza kusema kitu hiki, napendaga kuweka msingi huu wa kutoka katika kile kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 mstari ule wa 11. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11. Maandiko yanasema wazi kabisa kwamba alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wachungaji, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa walimu. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunafahamu kwamba katika huduma ambayo Yesu alifanya hapa duniani na kupitia Roho Mtakatifu, kuna ambao aliwatenga katika zile huduma 5. Na kwa neema ya Mungu tunao watu ambao wana huduma za kimitume na wanafanya kazi nzuri sana ya Mungu. Amina, watu wa Mungu. Tuna watu ambao wanatembea katika huduma ya uonaji au kwa lugha nyingine wanaitwa manabii, na wanafanya kazi ya Mungu vizuri sana. Lakini tunao wachungaji wetu pia, nao wanafanya kazi ya nzuri sana ya Mungu ambayo wameitiwa. Lakini pia tuna watu ambao wameitwa kwenye uinjilisti. Amina, watu wa Mungu. Nao wanafanya kazi ya Mungu vizuri sana katika hilo eneo. Kwa neema ya Mungu katika timu tuko wengi. Mimi nimeitwa katika kipengele cha ualimu. Amina, watu wa Mungu. Ualimu. Kwa hiyo hilo ndilo jukumu ambalo Mungu amenipa. Amina, watu wa Mungu. Ingawa pamoja katika timu tunaweza, kuna kipindi kuna wengine wana huduma ya uonaji, kuna wengine wana huduma za uinjilisti. Kutokana na jinsi tutakapokuwa tunahudumu utakuwa unaona, lakini kwa sababu ni semina, msisitizo wa kwanza upo kwenye mafundisho. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo tutakuwa tukijifunza kila siku kwa siku zote ambazo tutakuwa mahali hapa, lakini pia tutakapokuwa pale mwishoni tutakuwa tukifanya maombi kadri Mungu atakapokuwa anatupa nafasi ya kujifunza. Kichwa cha somo ambacho nitafundisha katika wakati huu kina kichwa kinachosema uponyaji wa nafsi iliyoharibika. Uponyaji wa nafsi iliyoharibika. Uponyaji wa nafsi iliyoharibika. Na nitasoma neno kutoka waraka wa 3 wa Yohana, mstari ambao tulikuwa tunafahamu. Kichwa kinasema uponyaji wa nafsi iliyoharibika. Uponyaji wa nafsi iliyoharibika. Na nitasoma neno kutoka waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Maandiko yanasema hivi: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Nitarudia tena. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kristo asifiwe. Nataka niweke msisitizo kwamba katika kipindi hiki tutajifunza swala la uponyaji wa nafsi iliyoharibika, na tutajifunza vitu vingi sana. Lengo kubwa la hili somo ni kuachilia uponyaji hasa kwa watu wenye majeraha ya nafsi. Uponyaji hasa kwa watu wenye majeraha ya nafsi. Hilo ndio lengo kubwa la somo hili, kuachilia uponyaji hasa kwa watu ambao wenye majeraha ya nafsi. Lakini lengo lingine, kushughulikia chanzo chochote kile kinacholeta majeraha ya nafsi.
kushughulikia chanzo chochote kile kinacholeta majeraha ya nafsi. Ndio malengo makubwa sana tutakayotembea nayo katika siku hizi mbili ambazo tutakuwepo mahali hapa. Amina, watu wa Mungu. Sasa nataka hili somo ni somo ambalo linahitaji tusikilize kwa makini, lakini linahitaji utulivu vizuri kabisa. Naomba sasa hapo tuanze kusikilizana tunapoanza kujenga msingi. Katika uandishi wa Biblia, tunafahamu Biblia iliandikwa kwa Kigiriki, tunaenda sawa sawa, na iliandikwa kwa Kiebrania. Tuko pamoja hadi hapo, watu wa Mungu? Sasa katika uandishi wa Biblia, baada ya kuandika kutoka wale ambao walipokea ujumbe kwa mara ya kwanza kwa Kigiriki na kwa Kiebrania, walipokuja watu wengine ambao ni wazungu, wao walitafsiri. Tunaenda sawa sawa, walitafsiri kwenda katika Kiingereza. Na kama unasoma Biblia za Kiingereza utakuja kugundua kuna kitu kimoja ambacho ni cha ajabu sana. Pamoja na kwamba Kiingereza kiko cha kawaida kile ambacho tunakifahamu, lakini Biblia za Kiingereza zipo za tafsiri nyingi. Tunaenda sawa sawa. Kwa mfano kuna Biblia ambayo imeandikwa New King James. Tunaenda sawa sawa. Ile ni tafsiri ambayo mara nyingi ilikuwa imetafsiriwa kwa ajili ya wafalme, king. Tunaenda sawa sawa. King James. Tunaenda sawa sawa, kwa ajili ya ufalme. Tunaenda sawa sawa. Ukienda pia kwenye tafsiri nyingine New Living Bible, utakuta nayo kuna kundi maalum walitafsiriwa kwa ajili ya kile kitu. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nataka niweke kwenye msingi hasa katika hili somo. Tunaposoma Biblia ya Kiswahili, amina watu wa Mungu, tunaposoma Biblia ya Kiswahili, kuna saa baadhi ya maneno yanakuwa yana upungufu fulani. Amina watu wa Mungu, yanakuwa na upungufu fulani, yanakuwa hayajajaa vizuri. Tuko pamoja hadi hapo, watu wa Mungu? Kwa mfano, tumepita wote Sunday school, si ndio? Tunafahamu Daniel, Meshaki na Shadraka na Abednego walikula mtama, si ndio? Walikula mtama kwa siku 10, alafu ngozi zao zikanawiri. Sikushaisoma hiyo story kwa watu wa Mungu. Hebu tuisome kabisa, naomba tuisome katika Daniel sura ya kwanza. Naweka tu msingi ili kukuwekea kitu ambacho kitakusaidia. Tusome hiyo Daniel sura ya kwanza, tuiangalie Daniel sura ya kwanza. Nataka tuangalie huu mstari, utatupa picha ya changamoto ya Kiswahili. Daniel sura ya kwanza mstari wa 12. Ni mstari ambao tumekuwa tukisoma mara kwa mara. Daniel sura ya kwanza mstari wa 12. Maandiko yanasema hivi: tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe. Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha ufalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadri unavyotuona. Ukisoma hii story, ilikuwa ni kwamba kuna kipindi Daniel alikuwa yupo utumwani. Wakawa wapo katika mahali kuchukuliwa vijana wapi ni vijana bora kuliko vijana wengine. Pakatokea makundi mawili. Kukawa na chakula ambacho kinatoka ikulu. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu. Chakula kinachotoka ikulu. Daniel akasema kwa kweli sisi chakula kinachotoka ikulu tunaomba tusikitumie. Tunaenda sawa sawa. Sisi kuna chakula special ambacho tunataka tukitumie. Alafu tunaomba tufanye hilo zoezi kwa muda wa siku 10 tu. Tunaenda sawa sawa. Alafu mtutazame. Sasa nataka nikurudishe pale kwenye msingi kwamba saa zingine Biblia ya Kiswahili kuna tafsiri inakuwa haijaiweka wazi. Kwenye tafsiri ya Kiswahili wameandika tupate nini? Mtama na maji. Tunaenda sawa sawa. Kwa siku ngapi? 10. Amina watu wa Mungu. Sasa hapa jamani, sisi ni wakulima, si ndio? Ili kweli kula mtama kwa siku 10 utanawili? Mtama tu peke yake, hakuna kitu kingine? Nataka tujaribu kujiuliza hilo swali. Tunaenda sawa sawa. Lakini sasa ukienda kwenye tafsiri zingine za Biblia wameandika kitu kingine. Kwa mfano, tafsiri tafsiri hapa ya King James ambayo naitumia mara nyingi, tafsiri kwa ajili ya wafalme. Tunaenda sawa sawa.
Mstari huo wa 12 anasema hivi, prove thy servant, I beseech thee, 10 days, and let them give us. Sasa nataka uangalie kule pale ambapo ameandika mtama. Unaenda sawa sawa? Hapa ameandika puzzle to eat. Tunaenda sawa sawa? Puzzle to eat. Hajaandika mtama. Puzzle to eat maana yake ni kwamba punguzo tupate chakula ambacho hakijakamilika full cha kifalme. Chakula kidogo sana lakini ambacho kina nutrients zote. Tunaenda sawa sawa? Ukienda kwenye translate kwenye tafsiri zingine utaona anakuambia let us eat green vegetable. Tunaenda sawa sawa? Maana yake green vegetable maana yake tule mboga mboga. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo tule mboga mboga kwa muda wa siku 10. Kwa hiyo utakachokuja kuona tafsiri halisi ya Daniel haikuwa kutokula mtama. Tunaenda sawa sawa? Kuna mboga mboga na kuna vitu vidogo vidogo ambavyo waliamua wao kula vya kiasili kwa muda wa siku 10. Ndio baada ya siku 10 wasomaji wa Biblia wanafahamu sura zao zikang'aa kuliko sura za watu wengine. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kwa nini nimeanza na kuweka msingi huu? Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vimeandikwa kwenye Kiswahili. Wakati Biblia ya Kiswahili inaandikwa kuna maneno mengi ya Kiswahili yalikuwa hayajatosheleza. Amina watu wa Mungu. Lakini pia inategemea na mtafsiri aliyekuwa na tafsiri wakati huo kutoka kwenye Kiingereza. Kitu gani kilikuwa kimeujaza moyo wake kwa wakati huo? Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sitaki kwenda kwenye theology sana, lakini ningekuonyesha kwamba kwa mfano kwenye mtafsiri wa Biblia ya Kiswahili kwa sababu ya vitu fulani vilikuwa navyo, ndio maana unaona anatumia lugha za mitama, lugha za nini, kwa sababu ya vitu ambavyo vilikuwa vimemzunguka kwa wakati huo. Sasa nimeanza kwa kuweka msingi huo mkubwa sana. Nataka sasa turudi kwenye ule waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Tusome kwenye tafsiri zingine za Biblia. Tunaenda sawa sawa? Tusome kwenye tafsiri zingine za Biblia ili tuone uhalisia wa kitu gani ambacho Mungu alikuwa anasema pale anaposema, mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kadiri ya roho yako ifanikiwao. Tunaenda sawa sawa? Na sasa tusome kwenye tafsiri zingine ili tupate kupata picha hiyo hiyo. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari ule wa 2 tupate tuone. Kwa Kiswahili wanasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Tunaona wazi kabisa hapa anasema mafanikio yako, kipimo chako ni nini? Roho yako. Tuko pamoja kwa watu wa Mungu. Sasa tusome kwenye tafsiri zingine. Kwenye tafsiri zingine anasema wazi hivi, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tunaenda sawa sawa? Kwenye Kiingereza hajatumia roho. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu? Tuko pamoja kwa watu wa Mungu eh? Kwenye Kiingereza hajatumia roho, ametumia soul. Na soul maana yake ni nini watu wa Mungu? Ni nafsi. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kwa hiyo nataka hicho ni kuonyesha changamoto iliyopo katika tafsiri, kwamba kwenye Kiswahili yameenda moja kwa moja kwenye roho, lakini kwenye Kiingereza ukisoma tafsiri karibia zote zimetumia neno soul. Soul ambayo maana yake ni nini? Nafsi. Sasa roho kwa Kiingereza angetumia neno spirit. Amina watu wa Mungu. Lakini kwa sababu hajatumia neno spirit, ametumia soul, maana yake ametupeleka kwenye uhalisia wa kitu gani ambacho unatakiwa ufanikiwe. Kwa hiyo tukiusoma huu mstari kwa jinsi Biblia ambavyo imeandika kutokana na mwanzo wa kuwekwa Biblia, utakuja kugundua kwamba mpenzi, ninaomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile
nafsi yako ifanikiwavyo. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho nataka sana ukipata kukielewa hicho kitu, kwamba mafanikio yako yote ya mwilini, mafanikio yako ya kimaisha mengi sana yanategemea nafsi yako imefanikiwaje. Na nitakupa sababu kwa nini anategemea nafsi. Kwa sababu wengine wanafikia anategemea roho. Kuna watu ambao hawajaokoka, amina, watu wa Mungu, lakini wana mafanikio. Tumeenda sawa sawa? Lazima uangalie tu hapo kwa huyu bwana hategemei kiroho. Kuna kitu kingine ambacho kinategemea hapo. Tunaenda sawa sawa? Utakapoanza kupita huko nitakuja kuonyesha vizuri ni kitu gani anatumia katika nafsi kinamfanya anafanikiwa. Unataka nikwambie mafanikio yako mengi sana yanategemea sana jinsi ulivyofanikiwa katika nafsi. Kama katika nafsi yako haujafanikiwa, hata kama umefanikiwa katika roho vizuri, umefanikiwa katika mwili vizuri, kama nafsi haijafanikiwa vizuri, basi wewe na uhakika wewe kuona matokeo ni kazi sawa. Sasa tuanze kwa pointi ya kwanza. Amina, watu wa Mungu. Pointi ya kwanza inasema nini maana ya nafsi? Nini maana ya nafsi? Tuanze kuijadili nafsi ni nini sasa. Tuanze kuijadili nafsi ni nini? Nafsi ni nini? Nafsi ni nini? Nafsi ni nini? Okay. Kwa nilichokiandika hapa, nafsi ni kiunganishi cha mwili na roho kinachosaidia kuratibu utendaji kazi hapa duniani kwa pamoja. Ni kiunganisho cha mwili na roho ambacho kinasaidia kuratibu utendaji kazi wa mwili na roho hapa duniani. Ni kiunganishi. Sasa naomba kila mtu ashike simu yake. Kuna mtu ambaye hana simu, watu wa Mungu. Kila mtu ashike simu yake. Nataka tuende vizuri, tuziangalie tukitumia mifano halisia tutaona kitu. Kila mtu amekuja na simu, hebu tushike simu zetu, tutaangalia kitu kimoja vizuri sana tunapojifunza kitu hichi hapa. Tunaziona hizi simu zetu, watu wa Mungu, si ndio Amina, watu wa Mungu Hizi simu ili zifanye kazi zinahitaji vitu vichache. Tunaenda sawa sawa. Cha kwanza ni simu yenyewe, si ndio Haijalishi ni kampuni gani. Tunaenda sawa sawa. Ni simu yenyewe. Tuko pamoja hapo. Lakini pia inahitaji line, si ndio? Line ya mtandao wa simu wote ule ambao unautumia, mtandao wa simu yako yote ambao unautumia inauhitaji pia. Tunaenda sawa sawa. Lakini kuna kitu cha tofauti sana katika hizi simu ambacho natamani sana ukijue. Hizi simu zinatofautiana. Humu ndani lazima pawe na program maalum inayozibeba hizi simu. Lazima pawe na mfumo maalum unaozibeba hizi simu. Tuko pamoja hadi hapo, watu wa Mungu? Mfumo huo sasa ndio ambao unaweza ukaruhusu wewe kuweka WhatsApp, wewe kuweka Facebook, wewe kuweka Instagram, wewe kuweka nini. Lazima pawe na mfumo maalum humu ndani ya hii simu. Wewe kuweka Biblia, kuweka kitu chochote. Ukiwa na simu peke yake, ukawa na line peke yake, bila kuwa na huo mfumo humu ndani, kitu cha kwanza ambacho utaweza kushangaa, hata kama simu imejaa betri hadi juu, simu haitowaka. Tunaenda sawa sawa? Pamoja na kwamba simu yako umejaza betri vizuri chaji, una simu na una line vizuri, lakini kama hakuna ule mfumo
ambao uko mahali huko unaosababisha hizi simu ziweze kufanya kazi, hiyo simu haitoweza kuwaka. Na ukifuatilia vizuri, kwa wale wafuatiliaji wa simu watakuja kugundua kitu kimoja. Simu zina mifumo ya aina mbalimbali. Mara nyingi sana mifumo ambayo inatumika sana kwenye simu, kuna mfumo ambao unaitwa Android. Tunaenda sawa sawa? Android, simu zote za Tecno. Tunaenda sawa sawa? Simu zote za Tecno, Samsung, simu za aina mbalimbali nyingi sana zinatumia mfumo wa Android. Tuko pamoja? Simu zote za iPhone nazo zina mfumo wake maalum ambao unaitwa Apple. Tunaona sawa sawa? Mfumo wa iOS, Apple kabisa, mfumo wao wanatumia. Pamoja na kwamba wana simu, pamoja na kwamba wana line, lakini mfumo wa kuitumia ile simu unahitaji Apple. Kuna mfumo mwingine ambao umetumika miaka ya nyuma kidogo lakini haujafanya vizuri, ulikuwa unaitwa Windows, simu za Windows. Unakuwa na simu lakini inaweza ikafanya kazi kama ambavyo unatumia kompyuta lakini simu ya kawaida kabisa. Lakini mimi nilikuwa natumia mfumo wa Windows. Tunaenda sawa sawa? Sasa nisikilize. Kwa kutumia huu mfano, naomba nisikilize kwa makini sana. Mwili wako wewe hapa. Mwili wako wewe hapa ndio hii hapa simu. Tuko pamoja? Mwili wako hapo wa nje ndio hii hapa simu. Lakini laini ni roho yako. Tuko pamoja? Laini ya simu ni roho yako. Mfumo uliopo kwenye simu, kama ni Android, kama ni Apple au ni Microsoft Windows, hiyo ndiyo nafsi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kwa hiyo unaweza kabisa, na nataka nikuonyeshe kitu cha msingi kabisa. Unaweza ukawa na simu, hii simu ambayo tunaiona ni mwili. Hamina, watu wa Mungu. Ni mwili kabisa. Unaweza ukawa na roho ambayo ni laini yako kabisa, lakini bado simu isiwake. Ukienda kwa mafundi watakwambia kabisa, bwana, hii simu program zimevurugika. Tunaenda sawa sawa? Kwa sababu hawana lugha ya kukuambia ni kitu gani kimetokea kwenye simu yako. Lakini anapokuambia program zimevurugika, zinaweza zikasababisha simu yako isiwake. Sasa kama program zinavurugika zinaweza zikasababisha simu yako isiwake, ndivyo yalivyo hata maisha yako ya kila siku. Unaweza ukawa una mwili, una roho, lakini nafsi yako ikivurugika, maisha yako yote. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Sasa nataka nikuonyeshe katika uumbaji, nataka tuandike mistari ifuatayo. Katika uumbaji Mungu aliumba sehemu 3 muhimu kibibilia. Nataka nikuonyeshe katika mistari. Katika uumbaji sehemu ya kwanza tunaona Mungu aliumba roho. Mungu aliumba roho. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 27 tukifika pale. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Maandiko yanasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kristo asifiwe. Kwa tunaona kitu cha kwanza kabisa ambacho Mungu alikiumba ni roho. Maandiko yanasema wazi kabisa katika Yohana sura ile ya 4 mstari wa 20, yanasema wazi kabisa Mungu ni roho. Tunaenda sawa sawa? Kwa kama Mungu ni roho, kitu cha kwanza ambacho ni mfano wake alichokiumba, ambacho ni mfano wake ni binadamu. Kwa kitu cha kwanza alichokiumba cha kwako ni roho yako. Amina, watu wa Mungu. Kwa kitu cha kwanza ambacho alikiumba ni roho yako, ambayo ndio inafanana na mfano wa Mungu. Baada ya kuumba roho yako, kitu kingine ambacho alikuja kuumba ni mwili wako. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya pili, Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Baada ya kuumba roho yako akaja akaumba mwili wako sasa. Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Mwanzo sura ya pili mstari wa 7, maandiko yanasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Tunaona hapo wazi, watu wa Mungu.
Ukisoma tafsiri mbalimbali zinaonyesha wazi kabisa, na ukiendelea kusoma huko mbele, mwili uliumbwa kwa kutumia nini? Mavumbi. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo huu mwili unaouona hapa ilikuwa ni uumbaji wa hatua ya pili baada ya kuumbwa roho yake kwanza. Aliumbwa roho yake kwanza, na baada ya kupata roho yake kwanza akaja akagundua hii roho haiwezi kufanya kazi yote bila kuwa na mwili. Akamtengenezea nyumba yake ambayo ndio mwili. Sasa sikiliza, pamoja na kwamba ameumbwa roho na ameumbwa mwili, bado huyo mtu alikuwa hana uwezo wa kufanya chochote. Kristo asifiwe. Nasema Kristo asifiwe. Huyu mtu tayari ameumbiwa roho, tayari ameumbiwa mwili, lakini bado alikuwa hana uwezo wa kufanya kitu chochote kile, mpaka alipoumbiwa nafsi. Ukisoma katika huo mstari wa 7 pale mbele anasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunaona wazi kabisa hapo kwamba Mungu aliumba sehemu tatu. Aliumba kwanza roho, tunaenda sawa sawa, akaja akaumba mwili wake, alafu baada ya hapo akaumba nafsi. Kwa nini nakueleza hivi vitu vyote? Ili tutakapoanza kwenda ndani kabisa ujue tunachoshughulika nacho sio mwili. Amina, watu wa Mungu. Sio roho. Tunachoshughulika nacho ni nafsi. Nataka unapoanza kushughulika, sio kwamba simu yako imeharibika, simu yako haijawaka. Nataka tunachoshughulika ni kile kinachotengeneza, kinachoweka program ndani ya simu. Ndicho tunachoshughulika nacho. Simu yako haijaharibika popote, ni nzima kabisa. Line ulionayo ni nzima kabisa, ila mfumo uliotengeneza program ndani ndio ulioharibika. Ndicho kitu ambacho tunashughulika nacho. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa ndani ya roho kuna nini? Ndani ya roho, kama unaandika, ndani ya roho kuna nini katika uumbaji wa Mungu? Ndani ya roho kuna nini? Ndani ya roho, kitu cha kwanza ambacho tunakiona wazi kabisa, ndipo kuna mfano wa Mungu. Roho yako wewe inafanana na Mungu kabisa, kwa sababu ni mfano wa Mungu. Roho yako wewe kabisa, roho yangu mimi, roho yako mtumishi pale, roho yangu dada pale, zote ni mfano wa Mungu, zinafanana kabisa. Ukisoma kama nilivyokutajia pale katika kitabu kile cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24, maandiko yanasema wazi kabisa, Yohana 4:24, Mungu ni roho, na wote wamwabuduo lazima wamwabudu katika roho na nini? Na kweli. Kwa ndani ya roho, roho yangu na roho yako zinafanana kabisa. Ukienda huko mbele kabisa utakuja kusoma katika tafsiri mbalimbali za Biblia, utakuta kwamba kuna vitu ambavyo vipo katika huu ulimwengu wa mwili, tukishafika huko mbinguni havipo kwa namna hiyo, kwa sababu kule tutakuwa tunatembea katika mfumo mwingine wa kimaisha. Lakini ndani ya mwili sasa, ndani ya mwili nataka uangalie ndani ya mwili kuna nini. Ndani ya mwili kuna kitu kimoja. Mwili siku zote ndio ambao umetengenezwa kwa kutumia mavumbi. Tunaenda sawa sawa. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo wa 2 sura mstari wa 7, ndio kipengele pekee ambacho kimetengenezwa kwa mavumbi. Na ndio maana kuna sehemu anasema mavumbi wewe na utarudi wapi? Mavumbini. Tuko pamoja hapa. Lakini katika mwili kuna kitu kingine ambacho Biblia imetuandikia wazi kabisa. Tutakapokufa na kuja kufufuliwa kwenda mbinguni, Biblia imesema wazi kabisa kwamba miili hii tulionayo haiwezi kwenda na sisi mbinguni. Maandiko yanasema wazi kabisa, mwili huu ulionao unaojivunia kwa sasa hauwezi kutoka nao hapa kwenda nao mbinguni. Maandiko yanasema wazi kabisa, utapewa mwili mwingine ambao hauharibiki. Ukienda kusoma hiyo story utaenda kunipata katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2. Utaenda kuona Bwana anakuambia kwamba mtapewa miili mingine. Maana yake huu mwili hauwezi kwenda popote. Huu mwili ni wa mavumbi, hauwezi kuvuka zaidi ya hapa. Ukitoka hapo unaenda kupewa mwili mwingine.
Amina watu wa Mungu. Utaenda pia kusoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 40. Zote zinaonyesha wazi kabisa kwamba ni jinsi gani ambavyo utaenda kupewa mwili mwingine. Sasa nimekuonyesha, nataka turudi hapo vizuri. Nimekuonyesha ndani ya roho kuna nini na nimekuonyesha ndani ya mwili kuna nini. Sasa twende ndani ya nafsi. Ndani ya nafsi kuna nini? Hapo shule inaanza. Mwambie jirani yako shule inaanza, mtu wa Mungu. Sasa hapo ndo shule inaanza. Ndani ya nafsi kuna nini? Kumbuka, nafsi ni kitu muhimu sana. Simu bila kuwa na mfumo unaoifanya ifanye kazi, hata kama una simu ya mamilioni ya fedha, kama mfumo wake umeharibika, haiwezi kufanya kazi. Sasa ndani ya nafsi kuna nini? Tuanze kuiangalia nafsi. Jambo la kwanza ambalo lipo kwenye nafsi ni akili. Jambo la kwanza ambalo lipo kwenye nafsi ni akili. Ni akili. Ni akili. Kusomea na mistari kadha wa kadha inaonyesha katika nafsi kuna akili. Kwa hiyo akili za mtu, katika biolojia tuna aina kadhaa za ubongo, si ndio? Kuna ubongo wa nyuma, ubongo wa kati, ubongo wa mbele, si ndio? Kuna ubongo unaotunza subconscious mind, unconscious mind na conscious mind. Hizo zote zipo kwenye biology. Lakini sasa tunapokuja katika ulimwengu wa roho, akili zote zimewekwa katika nafsi. Kwa hiyo mtu anapokuwa hana akili, maana yake nafsi yake kuna mahali imekamatwa. Tusome kitabu, tutarudia pale Mwanzo 2 mstari wa 7. Tusome Mwanzo 2 mstari wa 7 alafu nitakupa na mstari mwingine. Mwanzo 2 mstari wa 7, maandiko yanasema hivi. Mwanzo 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Nataka udaki hapo pointi. Mungu alimpulizia pumzi. Tunaenda sawa sawa? Alimpulizia nini jamani? Pumzi. Okay. Tufungue kitabu kile cha Ayubu sura ya 32. Ayubu sura ya 32. Ayubu sura ya 32. Mstari mzuri sana, tuko mahali pale. Ayubu sura ya 32. Ayubu sura ya 32. Ayubu sura ya 32. Ayubu sura ya 32 mstari ule wa 8. Ayubu 32 mstari ule wa 8. Ayubu 32 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi, Ayubu 32 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: lakini imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Tunaenda sawa sawa? Pale katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 tunaona wazi alimpulizia nini? Pumzi. Lakini hapa tunaonyeshwa wazi kabisa ni kitu gani kipo kwenye hiyo pumzi ya Mungu. Amina watu wa Mungu. Pale tunaonyeshwa Mungu alipulizia pumzi tukaka mtu akawa hai, nafsi inayotembea. Nenda sawa sawa? Lakini hapa Ayubu 32 mstari wa 8 anatuonyesha ni kitu gani kipo ndani ya ile pumzi ambayo Mungu aliifanya. Maandiko yanasema lakini imo roho ndani ya wanadamu, na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Kwa hiyo kile kitendo cha Mungu kumpulizia tu, akili ziliingia. Pamoja na kwamba vitu vingi viliingia mahali pale. Vitu vingi viliingia. Nilipata kusoma kuonyesha kwamba pumzi ya Mungu inaingiza vitu vingi sana. Kuna sehemu zingine inaingiza moto, inaingiza nini, inaingiza vitu vingi sana pumzi ya Mungu. Lakini pale iliingiza pia nini? Akili. Kwa hiyo katika nafsi kuna akili. Kwa hiyo watu wa Mungu, mtu anaweza akawa na roho vizuri, anaweza akawa na mwili mzuri, lakini akili hakuna. Tatizo lipo kwenye nini? Kwenye nafsi. Kwa sababu nafsi ndio ambayo inabeba akili. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kitu kingine ambacho kipo kwenye nafsi, kitu kingine ambacho kipo kwenye nafsi ni hisia. Ni hisia au kwa Kiingereza inaitwa nini? Emotion. Ndio sawa sawa? Emotion, sawa sawa. Hisia, emotion, feelings.
zipo kwenye nafsi. Kristo asifiwe. Zipo kwenye nafsi. Hisia, emotion, feelings, hisia sana sana kwa ujumla zipo kwenye nafsi. Mungu aliziweka zote zikae kwenye nafsi. Tunaenda sawa sawa mahali watu wa Mungu mahali hapo. Na ndio maana kuna kipindi, kwa mfano kuna hichi kitu kinaitwa Mungu. Tunaenda sawa sawa. Ninafanya kazi ya ualimu, kwa naelewa sana. Napata nafasi ya kufundisha wanafunzi wa aina mbalimbali. Kwa naelewa sana kufundisha wanafunzi wakiwa kwenye mudi fulani. Tunaenda sawa sawa. Ukiwa kama umeokoka kuna vitu lazima uvielewe. Tunaenda sawa sawa. Kuna muda ukizijua unajua hizi nafsi zimeinama. Tunaenda sawa sawa. Nafsi zimeinama. Kwa zikiwa zimeinama, Zaburi 23 mstari wa 3 anasemaje? Uniuisha nafsi yangu na kufanyaje? Kuniongoza. Maana yake mudi zinaweza zikawa tu ndani ya mtu, zikafuruga kila kitu. Kristo asifiwe. Kwa hiyo ukiona mtu ana, kwa lugha ya vijana wanasema ana swing mood, si ndio? Tatizo lipo kwenye nini? Nafsi. Ukiona tu mtu ana mood ambazo hazieleweki. Leo amefurahi, kesho amenuna. Leo amefurahi, kesho amenuna. Kuna zile ambazo wanasema hii ni kawaida. Sawa? Inawezekana kuna zile kawaida, ni kweli. Lakini kuna vile ambavyo vina kiasi. Maana wanasema lazima pawe na nini? Na kiasi. Unapoona zimepitiliza, gundua kuna tatizo. Tungesema kwa lugha ya sasa hivi hiyo ni simu. Utakuta mtumiaji anasema hii simu ni nzito. Ndio sawa sawa. Kila nikijaribu kuwasha ni nzito, inawaka nusu saa. Nafsi tayari ina tatizo. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Kwa katika nafsi hapo ndo kuna hicho kipengele kabisa cha Mungu na hisia. Lakini pia katika nafsi hapo ndo kuna uwezo wa kutafsiri uzuri wa kitu na ubaya wa kitu. Uwezo wa kutafsiri utamu wa kitu na uchungu wa kitu upo kwenye nafsi. Upo kwenye nafsi. Nilikuwa na shuhudia mtumishi mmoja, amina watu wa Mungu. Ni mtumishi yeye alikuwa anaita watu. Sema kama unajua wewe ni mlevi kupitiliza, njoo mbele. Kwa watu wanaenda pale mbele wanaombewa. Na akamwambia kabisa nikishakuombea uache pombe. Utaweza kunywa pombe, utaichukia. Sasa nilipokuwa nafuatilia yule mtumishi kana naangalia jinsi anavyoombea. Akawa anawaombea, anabatilisha maneno yaliyotamkiwa kwenye nafsi zao. Sasa watu wale ambao walikuwa wanaweza kunywa kreti 5, kreti 10. Unaona anakunywa vile vinywaji vikali kabisa na anasema ni vitamu. Alipotoka pale alishindwa kuonja hata kifuniko kimoja. Tunaona sawa sawa. Alishindwa kuonja hata kifuniko kimoja. Kwa nini? Uzuri na ubaya uko kwenye nafsi. Kwa ukiweza kubatilisha au kuondoa vitu vilivyoifunga nafsi yake vizuri mahali pale ukaviondoa, ghafla ile kile kitu ule uhalisia wa jinsi Mungu anavyotaka akuone, jinsi uishi, jinsi Mungu anavyotaka uishi, unaanza kurejea. Unaporejea kuna vitu unavikuta uwezi tena kufanya. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini katika nafsi kitu kingine ambacho kipo, nipo kwenye nafsi tu hapo. Kitu kingine ambacho kipo kwenye nafsi, katika nafsi pia kuna nia. Katika nafsi pia kuna nia. Katika nafsi pia kuna nia. Nia, makusudio ya kufanya kitu. Nia ni nini? Sasa kusema nia, makusudio ya kufanya kitu. Katika nafsi ndipo vitu vilipo hapo. Makusudio ya kufanya kitu yako katika nafsi. Ukiona mtu, mimi nawaambia kwa tuko mwezi wa 4 leo tarehe 2, si ndio? Kuna watu kila mwaka wanaandika mipango mingi, lakini tayari tumeshamaliza robo ya mwaka. Ukiona katika mipango yako na wewe hujafikisha robo ya mipango uliopanga, jua kuna tatizo kwenye nafsi. Kwa sababu katika nafsi kuna nia na makusudio ya jinsi ya kufanya vitu.
Ukiona mtu ni mzito sana kufanya makusudi ya kufanya kitu kipya, unajua kuna tatizo kwenye nafsi yake. Utaenda kusoma katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro, na usome huu mstari, ni mstari mzuri sana. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi, neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana, kama ndugu wasikitivu wanyenyekevu. Kitu gani anachotaka kuambia? Muwe na nia ile ya nini? Ya umoja. Hapa alikuwa anajaribu kushauri muwe na nia moja, lakini pia maana yake angeweza kuwa na nia zaidi ya moja. Ukiona mtu katika malengo yake anapata shida sana, jua kuna tatizo katika nafsi mahali hapo. Kitu kingine ambacho kipo katika nafsi, nataka twende haraka ili tufike mahali pazuri. Kitu kingine ambacho kipo katika nafsi ni utashi. Utashi pia upo katika nafsi pia. Asa utashi ni nini? Utashi ni ule uwezo wa kufanya maamuzi katika mazingira magumu. Huo ndio unaitwa utashi wa mtu. Tunaenda sawa. Huo ndio unaitwa utashi wa mtu. Uwezo wa kufanya maamuzi katika mazingira magumu. Huo ndio unaitwa utashi wa mtu. Nao upo katika kitabu, katika nafsi. Tutaenda kusoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Tunaona wazi kabisa. Tunaona wazi kabisa. Ukienda kusoma katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30, maandiko yanasema wazi kabisa. Mungu anasema wazi kabisa, jamani, nimeweka mbele yenu baraka au laana. Tunaenda sawa. Na anakushauri chagua baraka ili upate kuishi. Lakini cha ajabu, watu walichagua laana. Jua kipengele cha maamuzi katika nafsi zao kimekamatwa. Kristo asifiwe kanisa. Kwa nini nimejaribu kukueleza hichi kitu kwa msisitizo mkubwa sana? Tunapoongelea uponyaji juu ya nafsi, nataka uangalie vitu hivi, uangalie hisia, uangalie akili, uangalie maamuzi. Ni wapi ambapo wewe mwenyewe unaweza ukajifanyia utafiti, ukasema kwa kweli hapa kwa kweli kuna kitu ninalegea. Ukishaona kuna mahali, kuna sehemu unalegea, hata kama una kiroho kizuri, una uwezo mzuri sana wa kuomba, ila nafsi yako inaweza ikamatwa. Kristo asifiwe. Tuangalie pointi ya pili kwa haraka. Hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili inasema hivi: Shetani anapambana sana kuwinda nafsi za watu. Hapo natamani nikueleze kitu kizuri kabisa. Ndugu zangu, katika kipindi hiki cha siku za mwisho, moja ya vita kubwa sana ambayo watu wanatakiwa wapigane ni vita dhidi ya nafsi. Nitakueleza kwa nini. Kutokana na wingi wa ibada ambazo tunafanya, tunaenda sawa, kutokana na uamsho ambao uko mahali siku hizi, miaka ya karibuni, ukiwa na kingamuzi chochote cha TV ukiwasha, channel za dini ziko nyingi. Tunaenda sawa, channel za dini ziko nyingi. Ukiwasha redio unakutana na redio za dini ziko nyingi. Tunaenda sawa. Kwa hiyo shetani anakuwa ana kila mahali, anapokutana na mahali penye neno kunakuwa na moto. Tunaenda sawa. Akija ibadani atakuta neno linahubiriwa mara kwa mara. Akienda kwenye TV atakuta mara mmeweka channel hii, mara mmeweka channel hii, neno la Kristo linaendelea kuhubiriwa. Akienda kwenye redio atakuta mnafanya hichi. Akija hichi atakuta mara sasa hivi kwenye YouTube watu wanapenda kusikiliza watumishi wa Mungu. Ni kitu kizuri. Sasa eneo kubwa ambalo shetani anapambana nalo sana ni kwenda kuwafunga watu nafsi zao. Kwa hiyo tunakuwa na watu wengi ambao wana kiroho kizuri kabisa. Wakisimama hapa wanakuwa na uwezo mkubwa wa kuomba. Tunaenda sawa. Wanakuwa na uwezo mkubwa wa kukemea kitu chochote. Na hao watu wa ajabu sana, kwa sababu anaomba sana. Ukimtazama hata mwili wake hauna ugonjwa. Lakini nimekuambia katika nafsi, unakumbuka kuna akili. Tunaenda sawa. Kuna akili. Unakuta kuna changamoto. Kuna mahali kwenye akili wanapata shida.
Unakuta kuna mahali ni wazito kuamua vitu. Ni kweli ni waombaji wazuri kabisa, wanasali vizuri kabisa, lakini ni wazito sana kwenye kufanya maamuzi. Unakuta mahali pengine unakuta ni wazito, ni watu ambao wana nini? Wanaitwa, nikwambia kuna hisia, wana hisia sana, zile hisia negative. Hisia ambazo sio nzuri, hisia ambazo ni kwa Kiswahili inaitwa hisia hasi. Kwenda sasa wana hisia hasi sana. Kwa nini? Huyu ni Mkristo kabisa na ni mwombaji mzuri kabisa, lakini kipengele cha nafsi unakuta bado hajaweza kuvuka. Ni maombi yangu mpaka semina hii inaisha, Mungu akupe kuvuka katika eneo la nafsi. Tuseme amina, watu wa Mungu. Na nataka nikueleze wazi kabisa. Nitakusomea mstari hapa mmoja alafu tuende tumalize siku ya leo. Wengi sana hawaelewi hicho kitu. Wamefungwa katika nafsi zao. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Soma mstari wa Ezekiel sura ya 13. Ni mstari ambao tumewahi kusikia mara kwa mara. Ezekiel sura ya 13. Ezekiel sura ya 13. Ezekiel sura ya 13 mstari wa 20. 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 Huu ni mstari ambao tumeusikia. Sasa nataka uangalie kwamba ujue kwamba nafsi inawindwa sana. Kwa muumini nafsi inawindwa sana kuliko unavyofikiri. Mimi huwa sijajua kwa upande wako, sijajua ninapopata nafasi kuna fursa ya kibiashara mjini. Unaweza ukaelewa hichi kitu unapokuwa na fursa ya kibiashara mjini. Alafu akasema tuna siku 3 ambazo hiyo biashara inatakiwa iwaiwe. Utashangaa sana watakaoenda kuwai hiyo biashara. Wengi sio Wakristo. Wapo Wakristo wazuri kabisa, lakini kuwai ile fursa ya kibiashara, kukamata labda kama ni frame, kukamata kama ni vizimba, kukamata kama ni nini, wengi wanachelewa sana. Kwa nini? Kwenye nafsi zao swala la maamuzi limefungwa. Sasa ni ngumu kwa sababu haumwi, si ndio watu wa Mungu? Ni kwa sababu haumwi. Na nafsi ikifungwa hata ukikemea pepo hauwezi kuiona. Hawezi, mimi siumwi kabisa. Mimi ni mzima, lakini hajui kwamba kuna kipengele kidogo amewekewa mwiba ambao hawezi kutoka. Sasa tukisoma huu mstari wa 20, maandiko yanasema hivi: basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha hirizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Amina, watu wa Mungu. Nataka uangalie hapa neno alilotumia ni roho. Tunaenda sawa sawa eh? Unakumbuka mara ya kwanza nilieleza msisitizo wa tafsiri ya Biblia. Tuko pamoja? Sasa twende kwenye tafsiri ya Kiingereza, mahali pale ametumia neno roho. Tuangalie ametumia nini. Tusome kwa Kiingereza. Anasema hivi: wherefore thus say the Lord God, behold, I am against your pillows, where they hunt the souls. Tumeona hiyo jamani? Hapo anasema they hunt the nini? The souls, to make them fly, and I will tear them from your arms, and I will let the souls, naona tena neno linalotumia souls, go, even the soul that a hunt to make them fly. Tunaona mara kwa mara 3 zote, sehemu zote alizotumia roho kwenye Biblia ya Kiingereza ametumia nini? Nafsi. Na hapa anaonyesha wazi kabisa kwamba kuna watu kabisa wanatumia mpaka hirizi. Tunaenda sawa sawa? Kwa ajili ya kuwinda nafsi za watu. Mimi nilifikiri wale watumishi kidogo wa deliverance wanafahamu. Nilifikiri huyu mtu angetumia hirizi kwenda kuwinda afya ya mtu. Tunatoka picha hapo. Angetumia hirizi kwenda kuua mtu. Lakini anatumia hirizi kwenda kuwinda nafsi. Hana shida na mwili wako. Hana shida na kitu ulichonacho. Yeye anawinda nafsi yako. Na huyu mtu ni mbaya sana kwa sababu akitumia hirizi akiipata nafsi yako hautoumwa.
Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Hautaumwa, utakuwa mzima kama kawaida, unatembea kama kawaida, unaishi kama kawaida, unaomba kama kawaida. Lakini vile vilivyomo ndani ya nafsi vitaanza kujitokeza, vitaanza kuchechemea. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Tuangalie pointi ya 3 na mwisho, zingine tutaendelea nazo kesho. Pointi ya 3. Yesu naye anapambana sana kulinda nafsi za watu. Yesu naye anapambana sana. Anapambana sana kulinda nafsi za watu. Tutaenda kusoma katika kile kitabu cha Thesalonike wa kwanza. Thesalonike wa kwanza ni mstari ambao tunaufahamu wa Thesalonike wa kwanza. Iko mstari mingi lakini tusome huu. Mingine tutaendelea nao kesho. Thesalonike wa kwanza sura ile ya 23. Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Maandiko yanasema hivi: Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amina, watu wa Mungu. Tumeona hapa ametaja vyote vitatu. Tunaona sawa sawa. Ametaja nafsi, ametaja miili, ametaja na nini? Na roho. Kwamba vihifadhiwe, visiwe na nini? Na lawama. Maana yake kuna namna ambao hivi vitu vinaweza vikawa na lawama. Vinaweza vikawa na lawama. Kristo asifiwe. Leo ni siku ya kwanza. Amina, watu wa Mungu. Ni siku ya kwanza. Najaribu sana kuweka hiyo picha ya nafsi upate kufahamu pamoja fikra zako. Kwa sababu tutakapoanza kwenda kuomba utaanza kuona vitu vya ajabu sana. Kuna watu ambao ni wazito hata mashuleni, watoto wao ni wazito hata mashuleni. Utakapoanza kwenda kuomba na kuzisemesha nafsi zao, utashangaa mtoto yule ambaye ni mzito kwenye kufanya maamuzi shuleni, ghafla anaanza kufanya maamuzi kwa haraka. Nakueleza kitu ambacho tumeona wazi kabisa. Kwa wale walimu wanafahamu kabisa, kuna saa unaletea mtoto unamwangalia, unagundua kabisa hapa kuna changamoto kubwa. Kuna changamoto kubwa kabisa. Lakini nataka nikwambie kwa wachache ambao tumejaribu kushirikiana nao, kujaribu kuombea nafsi zao, wengi waliweza hawakuvuka wote. Inawezekana kwa sababu kuna sababu zingine pia ambazo bado hatujazijua. Tunaenda kuuliza Mungu kwa sababu tunafahamu kadri tunapozidi kukua tunazidi kuona vitu vingine kwa jicho lingine. Lakini asilimia kubwa wengi ni nafsi zao zimekamatiwa mahali. Wanajua kabisa huyu mtoto ni sharp kwenye maamuzi yake. Walimu wenzangu wanafahamu, kuna mwanafunzi mmoja kabisa ni shahidi, anafahamu kabisa alikuwa very sharp. Sasa hivi yupo kwenye taasisi kubwa sana, nitajia hapo utakuwa unafahamu. Lakini wakati akiwa chuoni alikuwa anaweza akapoteza kumbukumbu ghafla tu. Kipindi cha mtihani, kipindi kingine hapotezi. Na alikuwa ni mzito kweli kwenye baadhi ya maeneo. Kuna maeneo ulipompa kitu anapata shida kufanya. Tulianza kuomba naye mara kwa mara, Mungu akamfungua, lakini haikutosha kumfungua na kuhakikisha kumfuatilia unashiriki ibada za mara kwa mara. Leo hii yuko katika taasisi moja kubwa sana ya kiserikali. Nataka nikueleze, na hichi ni kitu cha ajabu. Tumishi ni shahidi pale. Wakati unaomba, alipuka mapepo. Hakuwahi. Kuna aina nyingine ya vifungo ambavyo vimefungwa kwa lugha wanaitwa advance, ndio vimefungwa kwa namna ambayo huwezi kuvigundua kwa kirahisi. Lakini utakapoomba, dalili ya kwamba mtu amefunguka ni matokeo. Tunaenda sawa sawa? Dalili ya kwamba huyu mtu amefunguka ni matokeo. Mahali ambapo alikuwa mzito sana kufanya maamuzi, japo unaona anafanya maamuzi kwa haraka. Mahali ambapo unaona kabisa kuna kitu cha tofauti, japo unaanza kuona kuna mpeni unaanza kutokea.
Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Na tutaenda kabisa kumwomba na tunamwamini Mungu katika wiki hii. Tutakuwa tunaomba karibia kila siku ambazo zilizobaki. Kipengele kimoja baada ya kingine. Nimekutajia tu vipengele vinne kwa haraka. Kwanza kesho tutaanza kwenda kimoja baada ya kingine. Kimoja baada ya kingine. Kama kipo kwenye maisha yako, kipo mahali pako, uweze kwenda kufanya. Wewe na watania, kuna watu ambao nawatania hapa kabisa bila wazi kabisa kwamba maamuzi vinagawiwa vitu vizito hapa Dodoma. Lakini watu kuchukua fursa, kuchukua hatua ya kuvichukua hivyo vitu kuvimiliki, wanakuwa ni wazito. Wanatoka watu nje ya Dodoma, wanavimiliki hivyo vitu, halafu wazawa wanalalamika. Lazima nafsi kuna mahali zimebana. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ninaomba tusimame sasa, watu wa Mungu. Tusimame, watu wa Mungu.